Hello there. Karibu tena kwenye kipindi kingine cha Fungua Neno. Hapa kwenye Fungua Neno, very simple, tunakuja pamoja kama watu ambao tunampenda Yesu, kama watu ambao tunamwamini Yesu Kristo, kama watu ambao tunaamini kwamba Yesu Kristo alikuja, akavaa mwili wa nyama, akaishi maisha matakatifu, akafa pale msalabani kifo cha mtenda dhambi kwa ajili na kwa niaba ya kila mtu atakayekuja muamini. Kana kwamba tunaamini kwamba tukimwamini Yesu Kristo, tukiamini kwamba yeye ni mwana wa Mungu na yeye ndio alitumwa na Mungu na yeye ndio neno la uzima, basi tunafanyika kuwa viumbe wapya, viumbe vipya, na tunaokoka kutoka na ile ghadhabu ambayo Mungu anayo juu ya kila mtu ambaye amemwasi. Kwa hiyo kwenye Fungua Neno tunakuja pamoja, sinners saved by grace, ni watenda dhambi ambao tumeokolewa kwa neema. Tunakuja pamoja, tunafungua neno. We open the word, alafu tunajifunza kutoka kwenye hili neno la uzima. Yesu pale wakati yuko nyikani anajaribiwa na yule muovu, alisema kwamba mwanadamu hatoishi kwa mkate peke yake, bali kwa kila neno ambalo linatoka kwa Mungu. Na hivyo tunaamini kwamba hili neno la uzima, na hili neno ambalo linatupa uzima ili tuweze kuishi tukimtumikia Mungu. Hivyo basi, let's open the word, twende kwenye kitabu cha Hagai. Hagai, kama unakumbuka, ni nabii wa Israel ambaye alikuwa anatoa unabii kwa ajili ya kuwatia moyo wana wa Israel kwenda kujenga hekalu kule Yerusalemu baada ya zile miaka 70 ya exile. Tuko kwenye sura ya pili. Hichi ni kitabu kifupi sana. Tumeshafanya a few episodes kwenye sura ya kwanza, na sasa hivi tuko kwenye sura ya pili. Specifically tuko kwenye mstari wa 10. Mstari wa 10. Kwenye mstari ulioisha, kwenye episode zilizoisha, tuliongelea jinsi ambavyo Mungu anaahidi kwamba utukufu wa kwenye hili hekalu jipya utakuwa ni mkuu kuliko utukufu wa ile hekalu la Suleiman, ile hekalu la awali. Na tunaona jinsi ambavyo kweli kwenye mwaka wa 73 BC tunamwona Herod alikuja kulipendezesha lile hekalu ambalo liko linajengwa kwenye wakati huu ambapo Zerubbabel alikuja akalimalizia ili jengo mwaka 516 BC. Hivyo basi kwenye mstari wa 10 tunafanya a shift. Tunaona tena kuna prophecy nyingine tena ambayo inakuja. Kwa kama una track, kuna hizi points ambazo kila section huyu nabii Hagai anaanza kwa kutuambia tarehe. Kwa hiyo kwenye sura ya kwanza mstari wa kwanza alianza in the second year of King Darius. Baadaye alipofika kwenye sura ya kwanza mwishoni mstari wa 15 akasema in the 4th and 20th day, the 24th day of the 6th month. Kulikuwa na tarehe tena nyingine hapo. Alipoanza sura ya pili akaweka tena tarehe nyingine in the 7th month, in the 1 and 20th day of the month, 21st day. Baada ya hapo sasa hivi kwenye mstari wa 10 sura ya pili tunakutana na tarehe nyingine. Hizi ni a series of prophecies ambazo huyu Hagai alikuwa anapata kwa ajili ya kwenda kuwaambia kina Zerubbabel na Joshua ili waendelee kujenga hilo jengo lao. Kwa hiyo tarehe iliyopita kwenye mstari wa kwanza wa sura ya pili ilikuwa ni mwezi wa 7. Sasa hivi kwenye mstari wa 10 tunaona huu ni mwezi wa 9. Kwa hiyo kuna miezi miwili imepita baada ya ile prophecy ya kwanza ya Mungu kuja kuahidi kwamba atakuwa nao, kuahidi kwamba Roho wa Bwana atakuwa nao kwa sababu ya ile agano ambalo aliwapa wakati walipotoka kwenye nchi ya Misri. Alivyoahidi kwamba atatikisa mbingu, atatikisa nchi, ili mataifa waje walete hizo mali zote kwa ajili ya kujenga ile hekalu. Na tunaona kabisa Warumi walivyokuja hilo hekalu lilijengwa chini ya uongozi wa Herod. Kwa hiyo miezi miwili inapita, alafu tunaona prophecy nyingine kwenye mstari wa 10 inasema in the 4th and 20th day. Kwa hiyo hii ni tarehe ya 24 on the 9th month, ni mwezi wa 9, in the 2nd year of Darius. Kwa hiyo ni ule mwaka wa pili wa mfalme Darius wa Midi, au aliyokuwa pamoja na Medo Persia. Kwa hiyo upande wa kwanza tulivyoanza mwanzoni ile ilikuwa ni in the 2nd year, lakini tulikuwa kwenye the 6th month. Tulikuwa kwenye mwezi wa 6, baadaye tukaja kwenye mwezi wa 6 tena mwisho wa chapter ya kwanza. Mwanzo wa chapter ya pili tukawa kwenye mwezi wa 7, sasa hivi tuko kwenye mwezi wa 9, the 9th month. Kwa hiyo it's a progression. Hizi ni prophecies ambazo zinamjia Hagai, then kuna muda unapita, then unapata prophecy nyingine na prophecy nyingine zinaendelea hivyo.
Kwa hiyo anasema kwamba in the 4th and 20th day, or the 24th day of the 9th month in the 2nd year of Darius came the word of the Lord by Haggai the prophet. Kwa hiyo anaongea in the same pattern kwamba hili neno lilimjia kutoka kwa Mungu, kwamba ili neno sio tu ye mwenyewe anajisikia kwenda kuongea na wana wa Israeli, anaweza kuambia vitu wanavyotaka kuongea. I think ni msisitizo fulani hapa kwamba ukienda kuongea na watu kuhusu neno la Mungu usiende ukapeleka idea zako. Speak what the word of God speaks. Tena kama leo tunalo neno la uzima. Kwa hiyo nenda kawaambie watu kuhusu ile neno la uzima. Talk to them about the word of God. Usiende tu kushare ideas zako and being crafty and being kuweka sanaa nyingi kwenye namna ambavyo tunaongea na watu kuhusu Mungu. Hem, tusitegemee akili zetu, tumtegemee Mungu na neno lake. Kuna quote moja ya moja wale Puritans wanasema kwamba yani I'm not too smart to preach outside the word of God, and I'm not dumb enough to preach outside the word of God. Mimi sina akili za kupitiliza za kusema niende nikahubiri kitu ambacho kiko nje ya neno la Mungu, lakini pia mimi sio mpumbavu kiasi hicho kwenda kuhubiri kitu ambacho kiko nje ya neno la Mungu. So that's an interesting thing to think about, kwamba hili ni neno ambalo linatoka kwa Mungu. The source of this word ni Mungu mwenyewe. Thus saith the Lord of hosts. And again, anatumia hili neno Lord of hosts again and again. The Lord of the armies of heaven ni Mungu wa majeshi ya mbinguni. Huyu ndio generali mkuu. Anasema kwamba hili ni neno linatoka kwa the Lord of hosts, Yahweh Sabaoth. Haya majina ya Mungu tunayaona El Shaddai, tunayaona kama hivyo Yahweh Jireh, etc. Lakini hapa tunamuona title ambayo anaitumia ni kwamba mimi ndio naongoza majeshi ya mbinguni. Na anasema hivi ili aweze kuwatia moyo hao wanyonge katika imani. Hao watu ambao wamefika kwenye sehemu ya kuzuiliwa na mienendo ya ulimwengu huu, wamezuiliwa na mfalme Ahasuerus, anamwambia msiendelee kujenga, lakini wenyewe wamepewa kazi na Mungu. And that happens to us. That happens to us many times. Kwamba tumepewa kazi ya Mungu kwenda kufanya kazi ya Mungu, lakini kuna vizingiti fulani, either ni watu, either ni mamlaka fulani za ulimwengu huu zinakuja zinatuzuia kufanya ile kazi ambayo Mungu ametuita kufanya. Kwenye nyakati kama hizo inabidi tukumbuke hili jina la Mungu. Hili jina la Mungu Yahweh Sabaoth, kwamba huyu ni the Lord of hosts, the Lord of armies, ni Mungu wa majeshi ya mbinguni. Huyu ni Mungu wa majeshi. Kwamba tukikumbuka hivyo then tunajua kwamba kumbe authority ambayo tunatakiwa kuisimamia sio authority ya yule mwanadamu ambaye anatuambia anatuzuia kufanya kazi ya Mungu, bali inabidi tujue kwamba tuna jeshi la mbinguni ambalo liko nyuma yetu ili kufanya hii kazi ya Mungu. Ndio maana Mungu anawaambia be strong and work. Muwe na tija, mtiwe moyo, muwe na ujasiri, afu nendeni mkafanye kazi. And I will be with you. Kwenye mstari wa 5 alikuwa anaongelea. Kwa hiyo kwenye mstari wa 11 anasema kwamba thus saith the Lord of hosts, ask now the priests concerning the law. Mwambie mnendeni mkawaulize hao makuhani. Kawaulizeni hao makuhani kuhusu sheria. Kwa sababu kuna vitu ambavyo kwenye sheria ambavyo mkivielewa vitawasaidia kufanya kazi hii ambayo nimewapa kwa ubora na ufanisi zaidi. Then anauliza a series of questions. Haya maswali yanarudi moja kwa moja kwenye sheria ya Musa. Kwenye mstari wa 12 anasema if one bear holy flesh in the skirt or in his clothing of his garments, and with his skirt does touch, or he goes and touches bread or pottage or wine or oil or any meat, shall it be holy? Anauliza hivi, mtu akichukua nyama ambayo imetakaswa, nyama ambayo imetakasika. Hii kumbuka ni agano la kale, ni wakati ambao bado hizi dhabihu zilikuwa zinatolewa kwa mfano wa nyama za kondoo, nyama za mbuzi, nyama za ng'ombe, etc. Hapa anasema sasa niwaulize nyinyi makuhani, nyinyi ambao mnaijua sheria. Mtu akichukua nyama ambayo tayari imeshatakaswa, akaenda alafu akaipeleka hii nyama, akagusa vitu mbalimbali, akagusa hizi mikate, akagusa mvinyo ambao upo, akagusa mafuta fulani ambao anatumia, au akagusa kitu kingine chochote. Je, hii nyama ambayo iko takatifu itavifanya hivyo vitu vingine viwe vitakatifu? Au hii nyama ambayo imetakaswa itatakasa hivyo vitu vingine? Alafu the priests answered, kwenye hili neno la Mungu ambalo anapewa Haggai, the priests wanajibu no, of course not. Hiyo logic haipo kwamba eti kwa sababu hii nyama imetakaswa basi ikienda kagusa mkate
basi na mkate utatakasika, au ikienda ikagusa kitu fulani kingine ambacho hakijatakasika, basi kitakuwa kitakatifu automatically. Hiyo logic haipo, yeah? And then jaribu kufocus kwenye nini ambacho anakiongelea hapa. Anaenda mstari wa 13, anatoa mfano mwingine tena. Mfano mwingine anasema, then said Haggai, if one that is unclean, yeah? Je, ikiwa ni mtu ambaye labda hajatakaswa, mtu ambaye amefanyika kuwa najis, au amefanyika kuwa sio mtakatifu, au amefanyika kuwa hajatakaswa kwa sababu amegusa mwili ambao umekufa, amegusa maiti. Kwa sababu kwenye sheria ya Musa mtu alikuwa akigusa maiti anafanyika kuwa sio tena mtakatifu, sio hajatakasika, anakuwa ni kama najis, na inabidi aende akajitawadhe upya, inabidi aende akajitakase kwa upya. Kwa anasema, if one is unclean by a dead body and he touches any of these, shall it be clean? Je, mtu akienda sasa, anasema mtu akienda akagusa maiti akafanyika yeye kuwa sio mtakatifu tena, alafu akaenda akagusa vitu vingine hivi, je, hivyo vitu vitaishia kuharibika, yani kwamba havitakuwa vitakatifu tena? The priests ambao wanaelewa sheria wanasema, hivyo vitu vitakuwa najis pia, hivyo vitu vitakuwa sio vitakatifu tena. Ile kwamba hali yake ya kuwa vitakatifu inapotea kwa sababu vimeguswa na kitu ambacho sio kitakatifu. And that's an interesting logic hapo ukiangalia kwamba kitu kitakatifu kikienda kikagusa kitu kingine, hicho kitu kingine hakiwi kitakatifu. Lakini wewe ambaye umegusa mwili ambao ni maiti, mwili ambao umekufa au maiti, wewe kwanza ni unclean, alafu ukaenda ukagusa vitu vingine, unavifanya hivyo vitu kuwa unclean. Yeah? In other words, holiness is not transmittable, lakini unholiness, hii hapa uncleanliness, inakuwa transmitted upon other things. And so swali, hivi anaongelea nini hapa? Tuangalie mstari wa 14. Then answered Haggai, kwa hiyo anakuja kwenye conclusion, and said, so is this people. Anasema Mungu kwamba hichi ndicho kinachoendelea na hawa watu, nyinyi wana wa Israeli, nyinyi ambao nimewaita mwende mkajenge hekalu, afu tena mmeishia kusimama kwa sababu mamlaka nyingine imewaambia muache kuendelea kujenga. And so it is with the nation before me, saith the Lord. Anasema, and so is every work of their hands. Kwamba yani kazi ya mikono yao na yenyewe inafanyika kuwa unclean. Hivi ndivyo ambavyo kinaendelea hapa sasa hivi. And that which they offer is unclean. Anaongelea nini? Well, ile maiti ambayo alitaja hapo juu, analiongelea lile hekalu. Lile hekalu halijakamilika. Kwa in essence ni kama maiti ambayo imekufa. Kwamba wenyewe wanafikiria kwamba sasa labda kwa sababu labda kitu kitakatifu kikienda kikagusa kitu ambacho sio kitakatifu, basi na chenyewe kitafanyika kuwa kitakatifu. Hapana, kwa sababu hata kama ni hekalu ambalo ni takatifu, likienda likagusa vitu ambavyo sio vitakatifu kama wana wa Israeli, then hilo hekalu halitawatakasa wana wa Israeli automatically. And in the same way, hili hekalu ambalo sasa hivi ni kama maiti, bado limekufa, halijamalizika kwa sababu hawajaendelea na ujenzi. Hili hekalu likienda likawagusa wao wana wa Israeli, then there's nothing there. Hamna kitu ambacho kitawafanya wenyewe kuwa watakatifu. Anasema hivyo ndio kazi za mikono yenu sasa. Hizo kazi za mikono yenu jamani, ni kama tu mmegusa maiti afu mnaendelea kugusa vitu vingine mkitegemea kwamba hivyo vitu vitakuwa vitakatifu. Yeah? You have a dead body ambayo ni the temple of God ambao mlikuwa mnatakiwa kulimaliza kulijenga, lakini sasa hivi bado limekufa, bado halijainuka, bado halijasimama, na nyinyi mmeacha kuendelea kufanya kazi. Basi kazi za mikono yenu inafanyika kuwa ni najis. Kazi za mikono yenu inafanyika kuwa ni unclean and worthless. Anaongelea nini? What's the implication kwa wewe sasa hivi ambaye unanisikiliza? Well, amekupa kazi Mungu uifanye. Hiyo kazi kama hautaifanya, then hiyo kazi inakuwa kama ni maiti. Yeah? And everything ambacho you do towards hiyo kazi ambayo wewe unagoma kuimalizia kuifanya, unagoma kuifanya na Mungu amekupa uifanye, basi inakuwa tu ni unclean. In other words, insistence ambayo anaiweka hapa hivi ni kwamba fanya kazi hiyo ambayo Mungu amekupa. Ndicho kitu ambacho alikuwa anawasisitiza hawa wana wa Israeli. Anasema kwamba mstari wa 15 anawapa msisitizo, anasema, and now I pray you, now ninawasisitiza, consider from this day and upward, kuanzia sasa hivi kuendelea mbele, before a stone was laid upon a stone in the temple of the Lord, since those days were one and became a heap of 20. Yeah? Kwamba 20 measures, and there were but 10. Hivi mmesahau kwamba kule nyuma
mlikuwa mnaweka pesa kwenye mifuko ambayo imetoboka, mmesahau kwamba kuna kitu kilitokea huko nyuma ambacho you should consider your ways. And that's the main thing ambacho anawasisitiza hapa, kwamba consider your ways. Mungu amewapa kazi mfanye, alafu nyinyi hamfanyi hiyo kazi ya kulijenga hilo hekalu. Hivyo basi Mungu amekupa kazi. Hem, tukumbuke hicho. Yesu ametupa kazi. Kila Mkristo una kazi ya kufanya, kazi ambayo Paulo anaandikia Waefeso imeandaliwa kwa ajili yako kabla ya misingi ya ulimwengu kuwekwa. Hivyo basi, kuwa mwaminifu, ufanye kazi ya Mungu. Identify hiyo kazi ambayo amekupa, yani uende ukafanye hiyo kazi ya kujenga ili hekalu la Mungu. Ili neno la Bwana liendelee kusimama, neno la Bwana liendelee kufikia mataifa. Amen.